mmekuwa watu wasiri sana. Katika maisha ili kwanza uweze kufanikiwa lazima cha kwanza kabisa mambo yako usipende kuyaweka hadharani, kwa sababu humjui nani mbaya wako. Na staili hiyo ndio kutumia Yanga msimu huu, kwa sababu msimu yote ambao tunatambulisha baadhi ya vyuma tumekuwa tunajinasibu, tunatamba, tunafanya mambo mengi sana. Kwa hiyo sasa safari hii waganga wao mpaka wawajue majina ya wachezaji wetu, sisi mpaka muda wanawatangazia wao tayari tumesha waganga vizuri kabisa. Muda anakuja hadharani, kila mtu anawaona tayari, ukimgusa wewe unapotea. Na ile miezi 6 yetu ile ya nyota kuwa juu na nyota kuwa chini, Yanga inakomesha wini. Ndani ya msimu wa kwanza kabisa tunakusanya pointi zetu na maisha yanaendelea. Wanaoteseka ni wengi, wakiwemo sisi waandishi wa habari. Usajili wa msimu huu umekuwa mgumu sana. Hatuna taarifa zozote. Hii ina maana gani kwenu kama Young Africans? Kwanza ni upongeze uongozi wangu chini ya rais pendwa Tanzania na Afrika nzima, Engineer Hersi. Kwa sasa hivi naona yupo kwenye kaeka za hapa na pale. Mnapomwona yuko nje ya nchi, msifikiri labda kaenda kusajili, amekwenda kurefresh mind. Usajili wa Yanga top win umeshakamilika 100%. Bado tu vyuma kutambulishwa. Kwa nini waamua kufanya mambo ya siri kama hivi? Unajua kadri tunazidi kuangalia mpangilio unavyozidi kwenda katika mfumo huu, mwaka jana sababu kubwa sana iliyofelisha wachezaji wengi ni mambo mengi ambayo yalikuwa yanaongozwa na waandishi wa habari. Momo Dumbi yule pale yule sio mchezaji mbaya, ila before kabla hajakuja Yanga zikaanza kutembea klipu, huyu mtu anapiga mpira hivi, huyu mtu anapiga pasi anaangalia pembeni, huyu mtu sasa kitema mate akizima inakuwa hivi. Mwisho wa picha sasa mchezaji anakuja kwenye pitch, mambo yanashindwa kwenda kwenye mfumo mzuri. Tukachunguza shida ni nini, lakini sasa hivi compressor yake ikatengenezwa ikaganda vizuri na imegandisha. Hawezi tena kumuona kila eneo akawa anaongeongea ovyo. Hata juzi pale kwenye tamasha letu lile, ukitazama la kuwapongeza wale under 13, mipango mingi ambayo ilizungumzwa, kama tunavyosema msimu huu tajiri ametumia billion of money, katumia pesa kweli kweli ili kuimarisha klabu kwa ajili ya mpango kazi ya kwenda kwenye mashindano makubwa ya kimataifa. Ndani hapa tumesha deserve na hakuna mtu asiyejua kama Yanga Afrika ndani ya Tanzania sisi ndo majianti wa kutuweza hakuna. Huyo ambaye anashindana na sisi akitoa sare kwake sherehe, akipata CRD kwake sherehe. Sasa hivi hatusikii tena maneno sisi wa kimataifa, sisi tunawazidi hapa, sisi tunawazidi pale. Sasa hivi maneno mengi yamekuwa yanaongelewa, ila Yanga usiri wetu tuliokuwa nao, nina imani kabisa linakwenda kukamilika jambo zito sana. Ukielekea ndani ya siku 2-3 hizi hapa hizi, nadhani kuna jambo kubwa linakwenda kufanyika, utambulisho mmoja matata sana ambao watu hawatakaa wakaamini kweli huyu naye anaenda kucheza klabu ya Yanga. Tutawachia maswali wao. Nadhani sasa hivi tunajua waandishi wa habari, wachambuzi mmejipanga kutokana tumewanyima exclusive ya wachezaji wetu. Tumepata data zenu, mnajipanga mchezaji wetu akishatambulishwa pap muanze kuwaponda. Taarifa zenu tunazo. Mchambuzi yoyote sasa hivi, wale machawa tunawajua karia zenu na mipango yenu. Yaani wewe sasa hivi akitokea mchezaji wangu katambulishwa pap ukajifanya unamjua kuliko mama yake na baba yake, tunaruka na wewe hadharani tena wa kuwataja na majina, kama alivyokuwa mzee wa Obrigado Julio Pereira. Jana alikuwa kwenye kituo fulani cha radio, wakampigia simu, maneno aliyoyatoa alikuwa sio ya mchezo. Sasa hivi ndio dawa ndo kama ile. Ujuaji mmezidi. Msipende kuingilia maisha ya watu. Mnajipa umuhimu wa kujua kila kitu kuhusu klabu hii. Hii ndio wana Yanga. Hii timu ni ya wanachama. Wanachama ndio watu pekee ambao wanaotakiwa kufahamu nani anaingia, nani anatoka. Kanda ya Ziwa ndio sehemu ambayo ina mashabiki wengi sana, ukiondoa ndani ya jiji Dar es Salaam. Kanda ya Ziwa ukiangalia Shinyanga, Geita huko Kahama, ni sehemu ambayo wana Yanga wengi walitamani hata paredi na kombe la ligi liende. Kwa hiyo mimi nimshukuru Ali Shabani Kamwe kwa kuamua kufanya jambo la heri kabisa kupitia uongozi wetu wa Yanga chini ya rais wetu. Wameamua kutangaza maalum safari sasa. Yanga Day inakwenda kuzinduliwa wapi? Katoro. Na nadhani ikiwezekana hata jezi zikazinduliwe kule. Maana itakuwa ni jambo zuri ambalo utashangaa tajiri mwenyewe wa Katoro GSM wa kule ameshasema yuko tayari na atawapokea Yanga. Sasa hatufahamu atanunua jezi ya Yanga moja kwa kiasi cha shilingi ngapi. Ndio maana unaambiwa billion of money. Yaani Yanga sasa hivi tuna mabilionea. Hatuna hawa matajiri maandazi ambao wakikaa muda wote, mtu akitoa hata shilingi 10,000 akampa Kisugu ataanza kutangaza. Nimempa Kisugu 10,000, matajiri yao sisi hatuna sasa hivi. Tuna matajiri ambao wanafanya mambo kimya kimya.
hatunaga muda kutangaza mtu. Chifu, ubunifu uliofanywa na Simba msimu huu ni kama wamewacha mbali Simba Day kwenda kuzinduliwa Ngorongoro. Sasa wale si wanyama, huyo mnyama mwache ende kwa wanyama wenzake. Kwa hiyo siku zote kama wanyama wanaenda kwa wanyama wenzao, wacha wakalani wenyewe kwa wenyewe. Na ukiangalia kama mfumo wako ulivyokuepo, kuna simba halisia na kuna simba binadamu. Sasa kazi wanayo wanaojiita hao simba, kama kweli hao simba halisi waende Ngorongoro wakutane na simba live mwenyewe, wafu waanze kuzindua jezi zao. Majibu utayapata kama watu hawajarudi hapa wengine mikono hawana. Chifu, kuelekea msimu huu wanatajwa mchezaji mshambuliaji kutoka Chipa United ya South Africa kujiunga na Young Africans. Ndio nani huyo tena? Umeshtuka. Maana unajua nyinyi sasa hivi unaweza tukakaa hapa tunaja kusikia hata Keni naye anahusishwa na Yanga kama striker namba 9 vile vile. Yaani sasa hivi inawezekana hata mimi hapa inabidi nifanye mpango mmoja. Nikaweke bleach upande mmoja huku nijiweke mazingira, sasa hivi nijiweke utege nipunguze hichi kitambi, nipige vizangu kadhaa. Inawezekana mdudu wakati wote Rafael leo kimpa kodi tu anaweza akakwambia bwana Chief Kizenga wewe hapa unahusishwa na Singida Black Stars, ni namba 8 moja matata kutoka wapi Kongo. Kwa hiyo sasa hivi yani ni muda. Huu ndio kipindi chake. Kipindi hiki unaweza mtu akahusishwa na jambo lolote lile. Wewe je kukaa tu sehemu moja ama nyingine ukaambiwa bwana leo bwana Keni anaweza akafanya 1 2 3 kwa ajili ya mchakato hapa na pale. Hivi ni vitu vya kawaida. Kwa hiyo sasa hivi kila mchezaji anahusishwa na Yanga, kila mchezaji anahusishwa na Simba na vilabu mbalimbali. Huu ndio msimu wa watu kupata hela zao. Mitandaoni humu ukienda kuweka taharuki aina yoyote, yaani hata ukaenda ukatangaza tu bana hotel ukamficha hata sura, watu wanaamini. Naona mengi, naona siku mchezaji kutoka Chipa, sisi kuna kiungo sio namba 7. Leo tena asubuhi nimeamka kuna sijui beki anatokea South Africa, kocha akamtaka beki aje naye. Jamani, sisi kama wana Yanga huo muda kuhangaika na hizi exclusive ambazo zipo mitandaoni, Instagram, Facebook na sehemu mbalimbali, hatuwezi kuangalia nazo. Mwana Yanga, jitahidi jiunge na Yanga app, jiunge na Instagram ya Yanga, Facebook. Hizo ndio sehemu pekee ambazo wewe utaanza kupata jina la mchezaji wako au mtu yote ambaye anakwenda kutambulishwa kupitia mule, ndio ukweli utaenda kuupata pale. Hata kocha wetu kutambulishwa kupitia nini? App ya Yanga. Manake sehemu pekee ambayo yenye ukweli ni Yanga wenyewe. Asitokee mtu akakulisha matango poli. Yanga mpaka dakika hii hajachukua mchezaji kutoka South Africa wala Kongo wala wapi. Anayejua mchezaji katokea wapi ni injinia mwenyewe pamoja na mkurugenzi wa idara ya habari Ali Shabani Kamwe. Sisi wenyewe tupo karibu na timu yetu. Tupo karibu na msemaji na baadhi ya viongozi. Lakini mpaka muda huu ukikaa na kiongozi kile kimdadisi atakwambia Kizenga tulia, msimu huu tumeshusha vyuma ambavyo havitawezeka kwenye Afrika hii. Kuna sisi tunaingia kwenye engo hiyo. Muda wa kwanza kusema au fulani imekuwa hivi atakuwa ataenda pale, hatuna hiyo time. Wanasema msimu unaokuja sajili beki nyingi sana. Peter Shalulile wekundu wa Msimbazi Simba. Sasa mimi labda niwaambie kitu kimoja. Msimu wa 2023 huyo Peter Shalulile alikuja Tanzania kucheza na Yanga kwenye hatua ile ya robo finali. Yes. Hapo kiungo namba 6 chini alikuwa Jonas Mkude. Beki huko alikuwa yuko Dickson Jobu, yuko na Baka alimtia kwa pani yule bwana Shalulile kuanzia hapa Tanzania mpaka South Africa. Tukaenda kutoka kwenye penati. Kama anakuja huko sasa waambie hivi, bwana yule mwanao ambao sana 2023 yuko imara, kamanda wa Tanzania anakusubiri. Hakuna beki ambaye anayezungumziwa yuo ni top defender Tanzania hii kama Ibrahim Baka, anafuatiwa na Dickson Job pamoja na Bakari Nondo Mwamnyeto. Upande wa backline kwenye klabu ya Yanga, lete hata Lionel Messi au Cristiano Ronaldo, hakuna mtu atakayepita kizembezembe kuifikia kumfikia Diarra katika mfumo wetu kwa njia ya kuzuia. Nadhani kama kweli Shalulile anaenda Simba, tuanze kushuhudia vituko sasa hivi. Majon Boko pati 2 hatimaye anakwenda kucheza kwenye klabu ya Simba. Mimi siwaga siaminiki washambuliaji wenye miguu mirefu uwaga inaga haijua kwanza mpira. Mingi ambao ukiweka mbele ni striker inakuwa gani ni mizito, miguuni hamna kitu, mtu msubirie kichwa tu. Ukitana mabeki ambao wanazuia juu sana, maana matokeo anashindwa kukupa. Kama kweli amejiandaa kwa ajili ya kuja sisi tusajili beki nyingi, salamu ziwafikie. Mabeki waliokuepo watabaki wale, labda huenda kwenye uboresho ataongezwa mmoja, huenda akawa nje ama wa ndani. Hiyo ni kazi ya benchi la ufundi, sio kazi yangu mimi. Bana, wanasimba wanasema ninyi huwa uongozi wenu unawasaliti sasa hivi, hampewi kipaumbele. Kwanza hapo ni cheke. Unajua sasa hivi kuna scenario ambayo imetumwa au imetungwa ya kuwawazilisha watu kama sisi kama viongozi wetu hawatupendi
kwa sababu ya matukio, sio kumuona Mchome kapandishwa kwenye basi lile la wachezaji pamoja na mzee Saidi kupelekwa hospitali kwa ajili ya kwenda kuwaona nani, kumuona Pacome. Binafsi mpira sio uadui, hilo la kwanza. Sisi wenyewe marafiki zetu, ndugu zetu ndio hao unaowaona, kina Mandala mchungaji, umeona bwana, kina GB 64, the way iko hivyo. Hata unapofikia nyakati ambapo sisi viongozi wetu hawatupendi, mnakosea. Kwa hiyo nadhani za muda ambao sisi tunachojua sisi kwamba upande wao ndio kuna balaa zito, na balaa hilo kuna timu Kanjibai na kuna timu ule Mwaya, na ndio maana muda huu sasa hivi unapozungumza naona kabisa za kunyepea za ndani nilizozipata. Bwana Mwaya kasakusanya ma-influencer wote wa Simba. Weka wazi hapo tujue Mwaya ni nani na Kanji ni nani. Mwaya kakusanya ma-influencer wa Simba wote, kaamua kuwapa kazi, sasa hivi kawaajiri, kuombwa hela kachoka. Unajua uchawa ni mbaya sana katika maisha ya sasa hivi. Ni heri ukafanya mipango yako, maisha mengine apate kwenda. Tunajua kwamba kuna mpasuko kwenye klabu yao, kuna mgawanyiko, ila wao wenyewe wakikaa hadharani hawezi kuongea. Taarifa zao ambazo tumezipata, tumesikia kabisa kwa kuelekea kwenye uzinduzi wa jezi, kuna watu washakusanya, washapewa na mikoa ya kwenda kufanya kazi. Maana yake mpango uliokuwa pale sasa wa bwana Mwaya ni mzuri sana. Anawakusanya wale watu wake wa makelele, lengo na mazumuni, muda wake ukifika kutaka kwenda kwenye asilimia kadhaa kule iwe wake rahisi. Sasa Modeuji kazi unayo. Kwa hiyo unamaanisha nini hapa? Bwana wewe, ile timu tayari. Yaani wewe Muhindi sasa hivi una chako. Muda wote na wakati wote Mwaya anaweza kwenda kukaa juu pale kwenye asilimia 49, baada ya mengine anakwenda. Ila mimi rai yangu ni moja tu, wana Simba. Mwenyekiti Murtaza Mangungu ni mtu mbomba, ni mtu mzuri na ni mtu wa mpira sana. Pambaneni kote, ila mzee wangu Mangungu naomba mtuachie. Mkienda kwenye uchaguzi wenu msimu ujao tena, yule bwana tunahitaji arudi kwenye mpira. Ni mtu mmoja ambaye ana inspire mpira vizuri, akifanya mahojiano kuhusu klabu yake anaiongelea vizuri, na mtu pekee ambaye atakayefikisha kwenye nchi ya ahadi ni Murtaza Mangungu. Angaikeni mabosi wenu, ila mwenyekiti Murtaza Mangungu aendelee kukaa Simba sana mpaka mwisho wa maisha yake, kama Engineer Hersi zidi ya Yanga. Sisi Yanga kwetu ni rais wa milele, na Mangungu ikiwezekana awe mwenyekiti wa milele Simba Sports, maisha yapate kuwa bam bam. Isije ikawa iliza ndo zinawapa ninyi, zinawafanya mnaona kama wivu. Iliza gani sasa? Zile gari used? Huyo Jeruti katoa gari kwa wachezaji used. Katoa lile Iliza used tupu. Iliza inaenda airport pale, nyuma ya Iliza kuna fire inatembea. Kwa muda wowote huenda likapata moto, likaanza kuwaka moto. Nadhani sasa safari ya Ngorongoro ni washauri wa mashabiki ambao watakwenda kupanda Iliza. Ageni kabisa kwenye familia zenu, kina mchungaji, kina GB 64, muda wote meza mkawaka huko. Dakika 90 zinapofika mwisho, kelele zinapanda, hisia zinachangamka. Hapa ndipo kila kitu kinaamuliwa. Hii ni full time. Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hot Peas.